Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Nicolaus Kasendamila, amesikitishwa na kitendo kilichofanywa na watu wasiojulikana kuingia uwanja wa Geita Gold FC uliopo katika kata ya Magogo, halmashauri ya manispaa ya Geita, na kuanza kuchoma nyasi za pichi katika uwanja huo. Hayo ameyasema katika kikao cha kamati ya ushauri cha mkoa kilichoketi mwezi huu wa Agosti, wakati akitoa ushauri kwa viongozi, ambapo amemwomba mwenyekiti wa kikao hicho kuchukulia suala hilo kwa uzito, ikiwemo kuwaagiza mgodi wa GGM kutoa sababu nini kinapelekea uwanja huo kutokukamilika kwa wakati na kupelekea kutokea kwa madhara ya kuchoma uwanja. Ugomvi wangu mkubwa, uwanja wa michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa watu umetubana tu kuchangia kwa sababu ya muda, endelea kutubana, lakini tuna machungu mengi sana juu ya huu uwanja. Naliandike kwa herufi kubwa kabisa hili jambo. Mawazo ya meya ya kwamba sasa tuachane nao yafanyiwe kazi haraka iwezekanavyo. Hatuwezi kuendelea na upuzi wa namna hiyo bwana. Nakosa uwanja? Hapana, hilo hapana. Na kikao kijacho tuonyeshe matokeo, na aliyechoma moto pale kama ni kijana, mimi namshukuru, ameelekezwa hasira zake, naye anataka uwanja, hataki magofu. Inauma sana. Lakini hii taarifa ya utamaduni, sanaa na michezo, kuna kujenga viwanja vine. Nimeona pale kujenga viwanja vine, Chato, Bukombe, Mbogwe pamoja na manispaa ya Geita. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na uwanja wetu ambao umekuwa na hadisi kwa muda mrefu. Sasa umefika mara uwanja wenyewe umeanza kulia. Tukiwa kwenye kikao hapa, umeungua wenyewe bila kuchomwa. Hapa Magogo, hapa uwanja wetu ambao ulikuwa unajengwa kupitia fedha ya CSR kutoka mgodi wa GGM. Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, hawa watu walikuwepo hapa, lakini sasa hivi hawapo. Nilikuwa naomba sana, na ndio maana na mbunge alikuwa amejipanga kabisa, alikuwepo hapa na mkurugenzi yupo na mimi nipo. Tulitegemea kwenye kikao cha leo wakiwepo, tupate wasaa wa kuweza kushauriana kuhusu kuterminate hii biashara ili ishe, sisi manispaa tujenge, tuachane na hao, ili ile fedha iende kwenye shughuli zingine. Tumechoka Mwenyekiti, ifike mahali tufanye maamuzi, hiyo fedha iende sehemu zingine. Kama ni kwenye barabara, sisi tuweke halmashauri tujenge ule uwanja, kuondokane na hii biashara, imekuwa ya muda mrefu. Naomba kuwasilisha. Na hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Godfrey Ringo na muandaaji ni Baraka Fulgence.